Ufuatao ni wasifu wa hayati David Cleopa David Msuya, makamu wa kwanza wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuzaliwa: hayati Cleopa David Msuya, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizaliwa tarehe 4 mwezi Januari mwaka 1931 katika kijiji cha Chomvu, kata ya Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa 5 katika familia ya watoto 9 wa marehemu mzee David Mhako Kilenga Msuya. Elimu: hayati Cleopa David Msuya alipata elimu ya msingi katika eneo la Usangi. Alisoma shule ya msingi ya Kivindu kati ya mwaka 1939 mpaka mwaka 1942. Pia alisoma shule ya elimu ya kati Usangi Natives mwaka 1943. Alijiunga na elimu ya sekondari ya Old Moshi na kuhitimu kidato cha 4 kati ya mwaka 1944 hadi mwaka 1949. Alijiunga na elimu ya sekondari ya shule ya Tabora Sekondari na kuhitimu kidato cha 6 kati ya mwaka 1950 hadi mwaka 1951 na kuzawadiwa cheti cha Cambridge. Hayati Cleopa David Msuya alijiunga na Chuo Kikuu cha Makerere nchini Uganda mwaka 1955 ambako alisoma akahitimu na kutunikiwa shahada ya kwanza ya sanaa katika historia, sayansi, siasa na jiografia. Historia ya utumishi ya hayati Cleopa David Msuya. Utumishi wa serikali. Hayati Cleopa David Msuya baada ya kuhitimu chuo kikuu alijiunga na utumishi wa serikali na kutekeleza kazi zake katika nafasi mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1956 hadi mwaka 1961 alifanya kazi ya afisa maendeleo ya jamii katika serikali ya Tanganyika. Mwaka 1961 hadi mwaka 1964 alifanya kazi katika cheo cha naibu kamishna wa maendeleo ya jamii katika serikali ya Tanganyika. Mwaka 1964 hadi mwaka 1965 alikuwa katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni wa Taifa. Mwaka 1965 hadi mwaka 1967 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Maji. Mwaka 1967 hadi mwaka 1970 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu wizara iliyokuwa inahusika na uchumi na mipango. Mwaka 1970 hadi mwaka 1972 hayati Cleopa David Msuya alikuwa katibu mkuu Wizara ya Fedha na Hazina. Utumishi wa kisiasa. Hayati Cleopa David Msuya alijiunga na utumishi wa kisiasa kwa kuchaguliwa kuwa mbunge na kutekeleza kazi mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1972 hadi mwaka 1975 alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa fedha. Hayati Cleopa David Msuya mwaka 1975 hadi mwaka 1980 alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa viwanda. Mwaka 1980 hadi mwaka 1983 hayati Cleopa David Msuya alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1983 hadi mwaka 1985 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mbunge wa Mwanga na waziri wa fedha.
Mwaka 1985 hadi mwaka 1990 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa fedha na masuala ya uchumi na mipango. Mwaka 1990 hadi mwaka 1994 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa kuwa waziri wa viwanda na biashara. Mwaka 1994 hadi mwaka 1995 hayati Cleopa David Msuya alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Mwanga na kuteuliwa na kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1995 hadi mwaka 2000 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mbunge wa jimbo la Mwanga. Ilipofika tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2000, hayati Cleopa David Msuya alitangaza kung'atuka ubunge wa jimbo la Mwanga na kustaafu utumishi wa umma na utumishi wa kisiasa. Nyadhifa katika utumishi wa chama. Hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwanachama hai wa TANU kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1977 na baadaye kuwa mmojawapo wa waasisi wa Chama cha Mapinduzi kilipozaliwa tarehe 5 mwezi Februari mwaka 1977. Hayati Cleopa David Msuya katika kutumikia chama alishika nyadhifa mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1982 hadi mwaka 1992 alikuwa mjumbe wa NEC CCM. Mwaka 1992 hadi mwaka 1995 alikuwa mjumbe wa kamati kuu ya CCM na halmashauri kuu ya CCM. Mwaka 1995 hayati Cleopa David Msuya katika chaguzi za awali ndani ya chama alichaguliwa kuwa mmojawapo wa wagombea watatu wa nafasi ya kuwania tiketi ya CCM ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2012 hadi mwaka 2014 hayati Cleopa David Msuya aliendelea kushika nafasi muhimu za chama katika wilaya ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro. Na hapa ndipo tunapohusisha na ujumbe uliotolewa na viongozi wa dini kwamba mzee Msuya alikuwa kiongozi mkubwa kule Mwanga na kupewa kwa mzee wa Mwanga kwa sababu baada ya kumaliza nafasi mbalimbali za kiserikali za juu alirudi kuwatumikia wananchi wake katika maeneo ya kwake. Kazi nyingine za huduma na uongozi katika taasisi mbalimbali nchini. Hayati Cleopa David Msuya mwaka 1983 hadi 1990 aliongoza timu ya serikali iliyoandaa na kusimamia programu ya maboresho na kufufua uchumi wa Tanzania. Mwaka 1994 hadi mwaka 2012 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa Community Development Trust Fund. Mwaka 2007 hadi mwaka 2021 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mkuu wa chuo kikuu cha ardhi Dar es Salaam. Mwaka 2004 hadi 2019 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa Kilimanjaro Development Forum. Mwaka 2007 hadi mwaka 2021 hayati Cleopa David Msuya alikuwa mwenyekiti wa bodi ya Tanzania Breweries Limited. Na mwaka 2014 mpaka sasa unapomfika umauti alikuwa mjumbe au kiongozi wa halmashauri ya wilaya ya Mwanga. Halmashauri ya wilaya ya Mwanga ilimpatia hayati Cleopa David Msuya jina la baba wa Mwanga. Na hapa ndipo tunapohusisha na ujumbe uliotolewa na wazee viongozi wa dini. Kazi katika taasisi za kikanda na za kimataifa. Hayati Cleopa David Msuya katika uhai wake alifanya kazi za kuiwakilisha nchi katika taasisi mbalimbali za kikanda na za kimataifa kama ifuatavyo. Hayati Cleopa David Msuya katika nafasi yake ya ukatibu mkuu na baadaye waziri
alishiriki katika majadiliano ya kundi la nchi za Afrika, Caribbean, Pacific na Jumuiya ya Uchumi wa Ulaya. Vile vile aliwakilisha Tanzania katika Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC, Jumuiya ya Uchumi ya Afrika na eneo maalum la biashara la Mashariki, Kati, Kusini mwa Afrika. Pia alijenga mawasiliano na ushirikiano na Benki ya Dunia na taasisi nyingine za fedha kimataifa wakati akihudumu katika Wizara ya Fedha hapa nchini. Maeneo ya uzoefu aliyopenda hayati Cleopa David Msuya. Uzoefu wake na maeneo aliyoyapenda ni maendeleo ya kijamii na kiuchumi, na alijikita maeneo yafuatayo. Kwanza, alijikita katika maeneo ya maendeleo ya kilimo. Pia alijikita katika maendeleo ya vijiji na maendeleo ya jamii. Vile vile Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya alijikita vile vile kwenye swala la fedha na ugharamiaji wa maendeleo na fedha za umma. Vile vile alijikita uendelezaji wa viwanda na biashara, hususan uanzishaji wa vyuo vya ufundi VETA na mafunzo ya ujasiriamali katika jamii na uendelezaji wa viwanda vidogo vidogo, yani SIDO. Pia hayati Cleopa David Msuya katika mashirikiano ya kikanda na mitangamano ya kiuchumi vile vile katika vitu alivyovipendelea na kuvifanya. Kimsingi, baada ya kung'atuka kwenye utumishi, hayati Cleopa David Msuya alielekeza nguvu zake na muda katika maeneo ya kilimo, maendeleo ya jamii vijijini, fedha na uwekezaji. Pia alijihusisha na maendeleo ya biashara, viwanda, mashirikiano na mitangamano ya kikanda. Nishani. Hayati Cleopa David Msuya ametunikiwa nishani mbalimbali kama ifuatavyo. Mwaka 1985, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutambua mchango wake hayati Cleopa David Msuya katika maeneo ya nchi yetu, alitunikiwa nishani ya taifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kwa kutambua mchango wa hayati Cleopa David Msuya, alimtunuku nishani ya Mwenge wa Uhuru daraja la pili mwaka 1961 mpaka 2011. Hayati Cleopa David Msuya alitunikiwa hati ya heshima ya Muungano daraja la kwanza ya mwaka 1964 hadi mwaka 2014. Ushiriki katika dini. Hayati Cleopa David Msuya alikuwa muumini wa dini ya Kikristo kupitia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, na alipendelea sana kufanya ibada kama ilivyoelekezwa na kanisa na neno la Mungu. Familia. Hayati Cleopa David Msuya alimuoa Bi Rhoda Christopher Mshana tarehe 11 mwezi Januari mwaka 1959, ambaye alifariki tarehe 1 Agosti mwaka 2005. Hayati Cleopa David Msuya alijaliwa kupata watoto 6, wa kiume 4 na wa kike 2. Pia alijaliwa wajukuu 10. Ugonjwa na kufariki. Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya alikuwa akifanyiwa matibabu ya moyo katika hospitali mbalimbali, ikiwemo hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam na hospitali ya Jakaya Kikwete iliyopo Dar es Salaam. Na vile vile alipata matibabu mara kwa mara nchini Uingereza tangu mwaka 2022. Mheshimiwa Cleopa David Msuya alifariki tarehe 7 Mei mwaka 2025 majira ya saa 3 asubuhi akiwa na umri wa miaka 94. Naomba kuungana na wote
kama ambavyo viongozi wa dini wametuasa, walioguswa na msiba huu, kutoa pole kwa familia, kwa viongozi wa serikali na wana wa Mwanga. Baba alitoa, Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amin. Asanteni sana. Tunakushukuru Katibu Mkuu Utumishi kwa wasifu wa hayati Cleopa David Msuya. Mheshimiwa Rais, kinachofuata sasa ni salamu kutoka kwa familia.